baba mzazi wa huyu binti, tena baba mwenyewe awe amemzaa huyu binti ndani ya ndoa. Tushaelewana? Mtoto wako rozaa kwa penati huyo wewe sio wali. Akishapatikana huyu baba mzazi aliyezaa binti ndani ya ndoa, ndo anatengeneza cheni ifuatayo. Sawa? Mwenyezi kasimama kule kafaa wali namba moja, au sio? Wali namba mbili ni kaka wa baba mmoja mama mmoja. Yaani Mungu kwa kukirimu, una mtoto mwanamke na una mtoto mwanamume, na wote wapata ndani ya ndoa. Unaelewana? Kwa hiyo kutoka baba mzazi pale juu, anayefuata baba yeye baba halali, sawa sawa? Anayefuata pia kaka yake huyu binti, kaka yake binti, sio kaka yake baba, kaka wa binti ambaye wamezaliwa baba mmoja mama mmoja, tena kwa njia na misingi ya halali. Babu mzaa baba, yaani babu yake nani? Babu yake binti anakuwa walezi. Tukiwatoa hao watatu, anakuja mtu anaitwa baba mdogo. Huyu baba mdogo huyo ima atakuwa baba mdogo au atakuwa baba mkubwa. Mwelewa vizuri? Atakuwa sifa moja. Akikaa pembeni huyo anakuja kaka wa baba mmoja. Kaka wa baba, kaka ambaye amezaliwa na huyo binti, baba yao mmoja mama tofauti, ndo anayekuja pale. Tukiwatoa hawa, atakuja mtoto wa baba mkubwa au mtoto wa baba mdogo. Naona vizuri? Wanashuka. Atakuja mtoto wa kaka, kama itatokezea wote hapo. Kwa mfano mimi naweza kuozesha shangazi yangu, naweza nikawa wali bwana wa shangazi yangu, sio mtoto wa kaka. Hawa ndio mawali. Tunapokwenda kwa baba mdogo, hata wakiwa 800 kwa wingi wao, kuna makaka 20, atachaguliwa yule ambaye adalun nasi, yule ambaye ana mwadilifu mzuri katika ile kundi la makaka, atapita kwa ajili ya, tunaposema uadilifu, mmoja katika uadilifu kwa anatambua sheria za ndoa. Kuishwa na wali wake, jambo litakuwa sawa. Lakini akibaliza kama baba mdogo wakati baba mwenyewe lipo, jambo litapata tabu. Nimeeleweka huko? Lesi na mwanangu, tuna mazoea tunafanya kutengenezeana heshima. Mimi na mwanangu, binti yangu mimi ndo anaolewa, lakini tuna ndugu zangu na kaka zangu. Sasa tunatengeneza heshima, nimuozeshe mwenyewe wakati kaka yangu hapa yupo, au sivyo? Namwambia kaka, maliza hilo, muozeshe mwanao. Wakati kaka anaozesha, sasa anaozesha kama nani? Akiozesha kama kwa idhini ya wali wake, si wali. Kwa sababu nini? Kwa yeye wali wake unakufa, mimi mwenyewe si niko. Sasa akiozesha kwa idhini ya wali wake, jambo liko sawa sawa. Lakini akiozesha kama wali, kaka kanambia na mimi si mwanangu, au sivyo? Akaingia pale, jambo limekaa vibaya. Imeeleweka? Mimi sina kwa wali bwana. Sisi tunapeana kienyeji tu, watupeani kwa wakala kwamba wanajua mimi na kuendelesha muozeshe binti yako. Hivi na wewe wakati unakwenda pale unajua kwamba nakuozesha fulani kwa idhini ya nani? Ya wali wake. Wewe uendeleshe. Sawa sawa. Nimekupa idhini na wewe unakuozesha kwa idhini ya wali wake. Sawa. Sasa sisi wote tunafanya hivyo. Tunatengeneza heshima tu kwamba ndio tuko hapa kaka dada ndio ndio hivyo kaka mkubwa baba mdogo na nini. Sasa nani atakwenda? Basi mimi nipo kwenye kwako. Bwana maliza. Na wewe ukienda pale au hujui kama umewakilishwa. Wewe unajua wewe ndio baba mdogo wa binti. Sijui umeelewa vizuri. Ukifika pale sitaozesha tu, nakuozesha mwanangu fulani binti fulani. Sawa sawa? Sasa ukipita haya mapito shida. Kwa sababu wali ipo na mimi wali na mkuwepo, hapatikani wali mwingine. Ili apatikane wali mwingine, wali mimi nisiwepo. Akikosekana huyu ndo anafuata huyu, akikosekana huyu ndo anafuata huyu. Watu wepo wote anasimama mmoja
mwenye binti yake, wewe babu tena unasubiri, wewe baba mdogo tena unasubiri, wewe kaka tena unasubiri, anafanya mwenyewe. Sasa sisi zile heshima zetu zile zinatupelekea wakati mwingine